Charles Maguzu Gabagu ni mzaliwa wa kijiji cha Busule, kata ya Lioma, wilaya ya Kwimba, mkoa wa Mwanza. Lakini kikazi niko Dar es Salaam. Kimsingi ni kwamba katika umri nilionao, katika swala la kusoma na kufanya kazi, nimepita maeneo mengi ndani ya nchi na nje ya nchi. Nimejifunza jinsi watu wanavyoishi maeneo mbalimbali, na hasa katika swala la kujiletea maendeleo. Kuna vitu nikawa nimeviweka kichwani. Kwa sababu kuu moja, tunapokuja likizo huku tunaona hali za ndugu zetu. Kuanzia mambo mengi, miundombinu ya barabara na vitu vingine vingi tu, makazi, ofisi na vitu vingine. Nikapata wazo nikasema Wasukuma ni moja ya watu ambao ni wachapakazi. Kati ya makabila ambao ni nguvu kazi ya taifa wanafanya kazi ni Wasukuma, na ambao ndio watu wa huku nyumbani ambako na mimi ninatoka. Lakini hali zao ziko nyuma sana. Kwa hiyo nikafanya tafiti zangu mwenyewe binafsi, nikagundua kitu ambacho anakikosa ni muongozo tu afanye nini. Nikakaa siku moja na mwenyekiti wa kijiji pamoja na mtendaji wa kijiji, tukajadili mambo ya maendeleo ya kijiji. Wakaniambia hapa sisi tuna changamoto ya choo cha shule pamoja na ofisi ya kijiji. Nikawaambia kama utani tu, nikamwambia mko tayari kuwa na hivyo vitu? Akasema tuko tayari. Nikamwambia tafuta siku, kusanya wanakijiji wote, niwaambie namna ya kupata choo pamoja na ofisi. Sasa inawezekana watu walifikia labda nikifika pale nitatangaza kwamba natoa labda mifuko 800 ya simenti, labda nitatoa sijui mchanga kiasi gani. Mimi nikawauliza, nikamwambia nyeno na kijiji wapi? Akasema kijiji cha Busule. Nikamwambia atakayejenga Busule ni mwana Busule mwenyewe. Hakuna mtu ambaye atakuja kujenga kijiji cha Busule kama sio mwana Busule mwenyewe. Hakuna mtu ambaye atajenga kata ya Lioma kama sio mwana Lioma mwenyewe. Hakuna mtu ambaye atajenga mkoa wa Mwanza, wilaya ya Kwimba, kama sio mwana Kwimba au mwana Mwanza mwenyewe. Hakuna mtu kutoka Kigoma atajenga Mwanza. Kwa hiyo hakuna mtu atakayejenga Busule kama sio mwana Busule mwenyewe. Nikamwambia tafuteni siku moja ili muweze tukutane pamoja, mtafute eneo tufyatue matofali na kuchimba shimo la choo kwa ajili ya ujenzi wa choo cha shule na kujenga ofisi ya kijiji. Walilipokea lile wazo kwa moyo mkunjufu na mimi nilifarijika sana. Nikasema kama kweli ndugu zangu wako serious, nitaiona hiyo tarehe ambayo wameipanga. Nikamwambia kijiji cha Busule kinajengwa na Busule hata ambao wako nje ya Busule. Sasa ili tuweze kupata michango hiyo katika mfumo ambao ni sahihi, ni lazima tufungue account. Kweli mwenyekiti wa kijiji pamoja na mtendaji pamoja na wanakijiji wote tulifanya utaratibu, tukafungua account ya maendeleo ya kijiji cha Busule. Kwa hiyo account ipo na kuna watu ambao wametuahidi watatuchangia mule kwa ajili ya mabati, mbao na vitu vingine. Kwa hiyo kwa kutumia slogan hiyo, mwitikio ndio umekuwa kama hivi mlivyoona leo. Shughuli ilikuwa ni pevu hapa. Ndani ya masaa mawili matofali 8,000, sio kazi ndogo, lakini watu wamejitolea na wamefanya. Leo hii tungesubiri serikali ije tuletee matofali 8,000, mtu igesha miaka 10. Si ndio? Yes. Lakini kama sisi wenyewe tunaweza kufyatua tofali 8,000, tukasomba na mapumba na tela na wachomaji tunao kijijini yakachomwa, na humu kuna mafundi bali mwa wafundi ba kuzenga humu wamo, si ndio? Yes. Na wenyewe wakafanya nini? Wakajenga, watu wako hapa, matofali, nguvu kazi tunayo. Sio, umeelewa? Mabati haya tunajishikashika, tunapata hela, tunanunua mabati na mbao, tunajenga tayari nini? Choo. Kijiji kinaonekana kiko vizuri, si ndio? Kwa ina maana swala la maendeleo ni swala ambalo ni la kila Mtanzania. Swala la maendeleo sio la serikali tu. Bajeti ya serikali haiwezi kumtosheleza kila Mtanzania kumkomboa. Lazima sasa tuwe na fursa mbadala ya kutumia rasilimali watu na kupata mawazo mapya ya kutoka hapa tulipo kwenda mbele zaidi. Leo tumefyatua tofali hapa ni zaidi ya 8,000. Na hizi tofali tumeshauriana kwamba zilindwe na tuwekee miundombinu mizuri ili baadaye zichomwe na hatimaye tujenge shule, na baada ya kujenga shule tujenge ofisi ya serikali ya kijiji ili watendaji wetu wanapopanga mipango ya maendeleo wakae kwenye maeneo salama. Lakini wazo la kijana alilokuja nalo ni kijana, umri wake bado ni mdogo sana. Kwa umri wake mpaka kufikia kuzeeka, kama maono yake haya atayatumia kwa kijiji alichozaliwa, tutafika mbali sana. Kwa maana kwamba anawakumbusha wale wote ambao wamewahi kupita kusoma hapa katika shule hii
ambapo matofali haya yamefiatuliwa kwa ajili ya kujenga choo cha shule hii, pengine na ofisi ya serikali ambayo sasa tayari ni chakavu, atafanya vitu vikubwa sana. Na tayari ameshafungua akaunti, ameweka wazo la kufungua akaunti ya kijiji, akaunti ya maendeleo ya kijiji. Matarajio yetu sasa, kutokana na ufiatuaji wa tofali, tunategemea kuwa na vyoo vizuri, mazingira mazuri ya shule, wanafunzi pia. Halafu tunategemea pia kupata wadhamini wengine kwa ajili ya kutudhamini vitu vingine tofauti na choo. Mimi wito wangu kwa Watanzania wote ambao wamesoma wakaenda nchi za nje tofauti na nchi zao, kwa hiyo ni vyema sasa wakirudi majumbani walikosomea wafanye maendeleo, wajue kwamba wamesomeshwa na jamii japo wazazi wao, lakini wakirudi pale kijijini basi wasukume maendeleo pale, wasaidie, kwa sababu elimu yao itumike darasani vile vile kuelimisha nini jamii wanakoishi. Ndio wito wangu hivyo bwana.